Nashukuru kwa huduma nzuri tunazopatiwa na TRA, hasa katika kipindi hiki. Tunahudumiwa vizuri, tunapokewa vizuri, tunashauriwa vizuri. Kwa kweli tunafurahia huduma kwa sasa hivi. Naweza nikasema kwamba tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma kulikuwa na ukuta baina ya wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na maafisa wa TRA. Namna gani wanavyoweza kushirikiana nasi, yani ule ukaribu. Kwa hiyo hali ile inapelekea kwamba yani watu kukaa mbali. Kwa muda mwingine hata kama kunakuwa na makosa madogo madogo, kunakuwa hakuna ule ukali, hakuna namna ya kukomoana. Kwa hali ya namna hiyo inapelekea kwa kiasi fulani na sisi tunakuwa ni willing kutaka kukaa katika utaratibu mzuri. Sababu muda mwingine kuna vitu vingine makosa yanatokea, lakini kwa ufahamu mdogo baina ya biashara zetu pamoja na mambo madogo madogo. Lakini kwa hali ilivyo, wewe mwenyewe unapata hamasa ya kuja TRA kuweza kupata huduma, kuweza kupata kile ambacho usichokijua. Afisa anakushauri, anakuwa ipo karibu na wewe kwa kiasi kikubwa sana, anakuelewesha hapa hivi hapa hivi. Kwa hiyo hali ile inapelekea hata sisi wenyewe tunakuwa na hamu ya kuweza pale ambapo pana shida anakushauri unafanya hivi, tofauti na kipindi cha nyuma. Ile hali ya uadui baina ya wafanyabiashara, wajasiriamali, wateja na kwa sasa hivi haipo. Kwa mimi labda kwa ujumbe ningependa tu kwanza kuwapongeza kwa mazingira rahisi ya sasa hivi baina ya wateja pamoja na maafisa. Nawapongeza sana kwa sababu haikuwa rahisi kuweza kukua katika hali ya namna hiyo. TRA zamani ilikuwa inaogopwa, yani baina wafanyabiashara wanaogopwa namna gani ya kuweza kushirikiana na yani wateja, mtu anashangaa anakimbia mtaani anafanya hivi anakimbia. Lakini sasa hivi wewe mwenyewe unapata hamu, unaingia, unashauriana nao, jamani hapa nimekwama, mnanisaidiaje? Wanakushauri, wanafanya hivi. Kwa tunashukuru kwa kweli katika hali ya namna hiyo. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.